Ndio, na ningetamani pia kusikia insight za Mr. Photius, lakini pia labda cha kuongezea kwenye swali hapo ni kwamba nimeona wawekezaji kadhaa wamekuwa so much concerned na Vodacom. Inaonyesha imeingia kwenye mioyo na imeminya mioyo ya baadhi ya wawekezaji, wanaumia sana na Vodacom. Maybe pia inawezekana hii collective psychology ama pia psychology kama pia inaathiri baadhi ya wawekezaji kuanza kuhisi kama kuna utapeli. Unazungumzaje Mr. Photius? Nafikiri kama alivyogusia Justin, uwekezaji wa kwenye hisa unakuwa na riski nyingi ambazo tena huwa zinatajwa kwenye zile prospectus zao wakati wanapokuwa wanaziuza kwa mara ya kwanza, kwamba kuna price risk, kuna market risk, kuna operation risk ya kampuni husika. Kwa hiyo huwa inasababisha bei kuwa zinapanda na kushuka. Kwa hiyo ukishaanza kuwekeza kwenye hii biashara, kitu cha msingi kama alivyosema Justin kwamba ujue riski ambazo unaingia. Ni sasa kama unajifunza kuogelea, usio ukarukia kwenye kina kirefu kwanza. Anza kuogelea huko ambako hata ukizama kidogo na kunywa maji kidogo, lakini ukisimama uko nje ya maji. Sasa ukirukia kwenye kina kirefu, ikitokea mawimbi kidogo, unaweza ukapotea moja kwa moja. Kwa kabla ya kuwekeza kwenye hisa, ni vizuri ukapata taarifa zote kamili na ukapima ustahimilivu wako wa hizo athari, ili zitakapotokea uwe tayari kupambana nazo. Sasa kwa bahati mbaya huwa inatokea sana wakati wa IPO, watu wananunua hizi hisa bila kupata taarifa nyingine zaidi ya kutoka kwa hawa ambao wana leseni za ushauri. Kwa ndio unakuta mtu anaweza kaingia sehemu ambako ikitokea matatizo hakuyategemea. Kwa ndo anaona kama ni utapeli, lakini hayo ndo maisha ya hisa hayo. Kwa hiyo inabidi kuyazoea. Next time ukitaka kuingia, uhakikishe kwamba umepata angalau taarifa zote zinazohusika.